ni namna gani, ni timu ya aina gani ambayo tumeipata kwa upande wa timu za wanawake. Licha kuchukua ngao ya hisani, lakini anamwambia sisi hatufurahii. Maingizo mapya kuwasumbua kutokuwa na chemistry, unakubaliana nao? Na takriban wachezaji wa kigeni wasiopungua 10. Jeraha ambayo yatamweka nje kwenye mchezo wa leo. Mimi sina mashaka na timu ya France. Japokuwa Mbappe atakosekana, lakini kuna watu ambao wana uwezo ambao unaweza kukompea na Mbappe. Yes, karibu tena mtazamaji wa FJTV ndani ya kipindi chako pendwa cha Sport Recap. Mimi ni Neema Kayuga, kama ilivyo kawaida. Nitakuwa na Captain Jackie Musha ambaye atakupitisha kwenye taarifa zetu kiundani zaidi. Na kubwa zaidi kwenye upande wa kitaifa leo tutaenda kuangazia hatimaye JKT Queens ameweza kutoa ngao ya jamii mara 2 mfululizo. Ametoa mbele ya nani? Tutakujuza ndani ya Sports Recap. Lakini upande wa kimataifa tutaenda kumwangazia nahodha wa timu ya Ufaransa Kylian Mbappe ambaye atakosekana kwenye mchezo wa leo wa timu yake kufuzu kwenye kombe la dunia. Endelea kusalia nasi, tunarejea muda si mrefu. Tumerejea tena, na kama unavyojua na kama unavyofahamu, hii ni Sports Recap ya FJTV. Mimi ni Neema Kayuga, lakini pembeni yangu namuona Captain Jackie Musha ambaye amekaa kwa ajili ya kukupa yale yote ambayo unahitaji kuyafahamu. Na kubwa zaidi kwenye kitaifa leo Mushi, tunaenda kumwangazia JKT Queens ambaye siku ya jana tunavyojua amecheza finali yake ya ngao ya jamii dhidi ya Simba Queens na amefanikiwa kutoa ubingwa wa ngao hiyo. Ni namna gani, ni timu ya aina gani ambayo tumeipata kwa upande wa timu za wanawake? Kwanza unapozungumzia JKT Queens, unamzungumzia mwalimu Juma Kesi. Ni mwalimu ambaye anakuonyesha licha kuchukua ngao ya hisani, lakini anamwambia sisi hatufurahii. Yaani malengo yetu ama furaha yetu sio kuchukua hivi vikombe, kwa maana tayari tumeshachukua vikombe hapa Tanzania, tumeshachukua vikombe hapa ukanda wa Sekafa. Furaha yetu ama matamanio yetu sisi kama JKT Queens ni kuchukua Champions League. Sio, unaelewa? Unaona kabisa ni mwalimu ambaye tayari ashawamezesha sumu wachezaji wake. Sio, unanielewa? Pamoja na hayo yote lakini hutoacha kusifia performance ya mchezaji kama Winifrida Gerard ambaye umeona mechi dhidi ya Yanga, yeye uwezo wake binafsi ndo ana score goal ambayo anaenda kwenye matuta. Dhidi ya Simba uwezo wake binafsi anaenda anapiga mbele ya mchezaji, anaenda anatoka nyuma anaenda mbele ya mchezaji ana score. Unaona kabisa JKT ni timu ambayo ipo tayari kwa ajili ya mashindano makubwa. JKT Queens tunaoongelea hapa waliotoa ubingwa huu wa ngao ya hisani ni wametoka, asilimia kubwa ya kikosi chao kilikuwa national team, wakarudi baada hapo wakaenda mashindano ya Sekafa. Baada hapo kuna wachezaji wake wengine wakaendelea na kwenye timu zao zingine, kwa maana za timu ya taifa. Wamerejea kwenye ngao ya jamii, wamekuwa na mfululizo mwingi sana wa kucheza mashindano mengine. Hii ndio iliyowasaidia mpaka wamefika kutoa ubingwa huu. Na je, vilabu vingine vilikosea wapi? Kwa sababu wenyewe ndio walikuwa na muda mzuri wa kujiandaa, tofauti na JKT Queens ambaye hakupata muda mzuri wa kupumzika na wachezaji kujiandaa vizuri. Alikuwa na back to back wa mashindano. Mchezaji wote kadi jinsi anavyocheza ndio jinsi anavyozidi kuwa mzuri ama anavyozidi kujiamini, ile confidence. JKT umetoka kuwazungumzia wachezaji wake wengi hawajapumzika. Angalia ligi ilivyoisha, kuna wachezaji waliitwa national team under 20 walikuwepo, wengine waliitwa national team ya wakubwa walikuwepo. Walivyorejea wakaenda kwenye mashindano ya Sekafa. Kwa hiyo unaona wachezaji wao walikuwepo wa ule muendelezo. Hata kwenye haya mashindano ya hii ngao ukiangalia wachezaji wa JKT wanaonyesha ni wachezaji ambao tayari wameshakomana, wachezaji ambao muda wowote bana hatuende vitani wanakuonyesha kabisa wako tayari. Lakini kwa Simba ukimsikia mwalimu wao anakuambia ndio walikuwa na wiki moja pre-season. Kwa hiyo unaona kabisa JKT wamenufaika na kuendelea kwa wachezaji kukua kwenye national team, michuano ya kimataifa. Ndio maana wanapata advantage. Ukiangalia timu kama Yanga na wenyewe hawajaanza muda mrefu mazoezi. Kwa hiyo JKT kuwepo kwenye michezo muda mrefu wachezaji, hii nayo ni sababu. Sawa Mushi, na ukizingatia kwa mechi ya jana ambayo imemalizika, wengi wamesema kwamba Simba kuachana na wachezaji waliowapa mafanikio kwa msimu uliopita na msimu wa mwaka juzi ndio kuliko sababisha mpaka sasa hivi maingizo mapya kuwasumbua kutokuwa na chemistry. Unakubaliana nao Simba Queens ambao walikuwa ndio watawala zaidi wa hii ligi ya wanawake?
Naweza kukubaliana nao kwa njia nyingine, kwa maana ukiangalia Simba wana takriban wachezaji wa kigeni wasiopungua 10. Kwa hiyo yani siku zote mabadiliko yanakuja na vitu vingi Kayugwa. Yani tukubali huu mpito ambao unapitia Simba ni moja ya vitu ambavyo vinawaangusha, ni huu usajili wa mara kwa mara kwa maagizo mapya ya wachezaji. Simba Queens kuna namna watafute kitu cha kufanya, lakini naona ushindani ukienda kuongezeka. Yanga Princess nao wamesajili vizuri. Timu nyingi za wanawake sasa hivi zimeinuka kusajili vizuri. Ngao ya Jamii iliyotamatika kwa siku ya jana na JKT kutoa ubingwa wa ngao hiyo mara 2 mfululizo. Msimu uliopita alichukua akiwa mbele ya Yanga Princess, lakini kwa msimu huu amechukua mbele ya Simba Queens. Kuna kitu JKT wanatufunza JKT Queens, kwa sababu ukisema JKT kuna ile ya wanaume. Sawa, tunafika tamati ya taarifa za hapa ndani kitaifa, lakini kubwa zaidi tuzingatie yale ambayo wachezaji wazingatie wanayofundishwa na walimu. Ukiangalia Simba wachezaji wengi wazuri wanao. Na mbaya zaidi jana Asha Omari mfungo la pili. Mwishi bao ni kali. Tuishie hapo. Zaidi katoka Yanga. Sana. Tuishie hapo kwenye upande wa kitaifa, na sasa tuelekee kwenye upande wa kimataifa. Naam. Hapa tunamkuta Naoza, mtoto mdogo, akili nyingi, uchezaji mzuri, Kylian Mbappe. Bahati mbaya amepata majeraha. Naam. Ambayo yatamweka nje kwenye mchezo wa leo ambao national team inaenda kucheza kwa ajili ya tuseme kama kukamilisha ratiba, kwa sababu timu ya Ufaransa imeshinda michezo yake yote 3. Na ukiangalia mchango mkubwa ambao Kylian Mbappe ameutoa leo, anakosekana dhidi ya Iceland. Unaona ni mchezo wa namna gani kukosekana kwa Mbappe eneo la ushambuliaji. Unaona akienda kushinda mechi kwa magoli mengi. Kwa mechi ya leo France dhidi ya Iceland, mimi sina mashaka na timu ya France. Japokuwa Mbappe atakosekana, lakini kuna watu ambao wana uwezo ambao unaweza kukompea na Mbappe, lakini japokuwa Mbappe kwenye dunia yake. Tumeona maumivu ambayo kayapata, sio kama ni majeraha mapya, ni kama kajitonesha, kwa maana tunajua kuelekea mchezo ulioisha ambao alipata majeraha, ni ambao alingana majeraha kutoka anatoka Madrid, alikuwa tayari ameshapata majeraha. Kwa hiyo alikuwa kama kajitonesha, na vile alivyofanya ni kama tahadhari, sijui unanielewa, kwa sababu unaweza kuendelea kuforce kucheza, yanaweza kukuta majanga zaidi ya yale yalokukuta. Lakini kwa Mbappe naona kwa France, sioni kama France wanaweza kwenda kupoteza mchezo huu, kwa sababu pia wana kikosi kizuri, wana wachezaji wazuri. Urejea mchezo ambao walipata ushindi dhidi ya Azerbaijan wa goli 3 ambao Mbappe mwenyewe alizikoa na kutoa assist. Kwa hiyo wana wachezaji wazuri ambao hata Mbappe akikosekana, maana tunajua Mbappe yupo, lakini yupo na kama wamesahau. Kwa hiyo France wana timu nzuri. France wana timu nzuri, na kitu ambacho kinakuzilisha kwamba Mushi ni aina ya timu ambayo imejijengea mazingira ya ushindi zaidi. Ukiangalia kombe la dunia la mwaka 2022 Qatar pale ilifanya vizuri, umeona, lakini kwa msimu huu imeweza kutuonesha inaendelea kufanya vizuri. Mashindano haya ya kufuzu, hii michezo ya mwanzoni ya kufuzu, umeona amefanya vizuri wakiwa na wachezaji wake wakubwa. Tunaiona France ikienda kurudia ile ya msimu wa mwaka 2022 kwenda hadi finali. France ni moja ya timu ni hatari. Kwa maana gani? Angalia wachezaji wake wengi kwenye vilabu vyao wanafanya vizuri, sio unanielewa? Una mtu kama Saliba, William, unaona kabisa anakupa uhakika wa kulinda lango lako. Una mtu kama Mbappe ambao unajua kabisa kwenye mechi 2 hawezi kuania katoka zote bila kuscore, sio unanielewa? Una watu kama kina Kingsley Coman, japokuwa hapo Arabuni, lakini wakija huko Ulaya bado wanaonyesha uwezo ambao uko vizuri. Una kina bwana mdogo, wakina Hugo Ekitike ambao ndio sasa hivi dunia inaanza kuwajua. Kwa hiyo lazima France watakuwa wana timu nzuri, wakina Olise, sijui unanielewa, wakina Tula, bado ni vijana wadogo, bado dunia inatamani kuwajua. Kwa hiyo France wana timu nzuri ambayo kombe la dunia la Marekani lote linaweza kutokea. Washambuliaji au wanaokaa kwenye eneo la forward kule mbele, yani kukiangalia kiungo, mshambuliaji, sijui mshambuliaji halisia, wajifunze kipi kwa Kylian Mbappe, kwa sababu nikimwangalia ni mtu ambaye hacheki na goli, kwamba akipata nafasi anaitumia, itokee tu makosa tu madogo labda ya timu. Kipi cha kujifunza kutoka kwake? Kwanza kwa Mbappe kuna vitu vingi vya kujifunza kwa vijana ambao wanacheza mpira wa kisasa. Mbappe ni kijana mdogo, lakini ana mafanikio makubwa.
Pia naona anafukuzana na rekodi, kwa maana tunajua baada ya Oliver Giroud anayefuata kwa magoli France ni Mbappe ambaye ana magoli 52 na Oliver Giroud ana magoli 57. Kwa hiyo unaona kabisa ni kijana ambaye bado hajakata tamaa. Yani kuna sehemu ambayo Mbappe akifika kila mtu ataona kweli hata speed yake ambayo anaionyesha sasa hivi inaweza ikapungua, na kikubwa ambacho mimi namuona Mbappe anachotamani ni Ballon d'Or, hakuna kingine. Yeah. Kikubwa ambacho anakitamani Kylian Mbappe ni Ballon d'Or, na kwa msimu uliopita naye alikuwepo kwenye kinyang'anyiro hicho, lakini aliyechukua ni Ousmane Dembele. Tutamuona msimu huu je atachukua tuzo hiyo, kwa sababu kama makubwa ameendelea kuyafanya. Sisi hatuna la ziada ndani, na hii ilikuwa ni Sports Recap. Mimi ni Neema Kayugwa. Captain Joki Mushi ulimuona hapa na ulimsikiliza hapa akikuchambulia taarifa kiundani zaidi, na hatuna la ziada. Tukutane tena wakati mwingine. Kama kuna taarifa zingine hujazifahamu ama hujazisikia hapa, basi tufuatilie kwenye kurasa zetu za kijamii Instagram FJTV, lakini mimi utanipata kwa jina la Neema Kayugwa _9. Joki Mushi niwe Joki Mushi mitandao yote Joki Mushi. Sawa, tukutane tena wakati mwingine.